Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi ala a'lai wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiyai wa ala alihi wa sahbihi wa asfiyai, amma ba'd. Langu jina naitwa Ustadh Maalim Ibn Umar. Leo tupo ndani ya Ramadhani ya pili, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani anatuambia ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kwamba enyi mlioamini imefaradhishwa kwenu funga kama ilivyofaradhishwa kwa wale waliokuwa kabla yenu, lengo la'allakum tattaqun, ili tupate kuwa wacha Mungu. Ucha Mungu huu tunaupata vipi? Ni kuyaacha yale ambayo tulikuwa tukiyafanya kabla ya Ramadhani. Inawezekana kabla ya Ramadhani wewe ulikuwa na tabia fulani ambayo Mwenyezi Mungu haipendi wala kuiridhia. Kwa hivyo ili uweze kupata ucha Mungu huu ambao Mwenyezi Mungu ameuelezea hapa katika Qur'ani, ni kuweza kuachana na yale asiyoyapenda wala kuyaridhia, ili uweze kufikia ucha Mungu huo. Bwana, katika moja ya masalafi ama watu wema waliopita alikuwa akiitwa Malik ibn Dinar. Yeye huyu alienda katika kijiji kimoja, alikuta kuna watu wakiomba wakiswali swalatul istisqa, swala ile ya kuomba mvua. Manake kulikuwa kuna ukame, kulikuwa mvua hazinyeshi, kwa watu walitoka, watu wazee wa kimji wakiomba swala ya mvua. Malik ibn Dinar yeye alikuwa akiona jambo lile, kisha akawa ameingia msikitini na akaswali rakaa mbili. Baada ya kuwa amemaliza kuswali rakaa mbili, ghafla akawa ameingia mtu yule, yeye pia akawa anaswali rakaa mbili, lakini Malik ibn Dinar akitazama tukio lile, yeye akiwa amekaa pembeni na tasbihi yake akiwa analeta nyiradi. Kisha Malik ibn Dinar akawa akimtazama yule bwana baada ya rakaa ya kwanza, rakaa ya pili, baada ya kurukuu yule bwana akainua mikono juu akasema, Allahumma ajidabatil bilad amsakatis sama fa amtiru alaina, kwamba ewe Mwenyezi Mungu, ajidabatil biladi, mji umekuwa mkame, amsakatis sama, mbingu imekuwa imekasirika, mvua hazinyeshi, fa amtiru alaina, basi naomba ya Rabbi utunyeshelezee mvua. Pale pale kabla mikono yule bwana haijateremka, mvua ikaanza kunyesha. La'allakum tattaqun. Tazama ucha Mungu huu wa mabwana hawa walivyokuwa wacha Mungu. Malik ibn Dinari alishangaa kuona bwana huyu ana ucha Mungu wa kiasi gani, ucha Mungu mkubwa ulioje. Inawezekana mimi na wewe tukaacha yale mambo tulikuwa tukiyafanya kabla ya Ramadhani, tukaweza kufikia daraja ya ucha Mungu kama hawa mabwana wakubwa waliokuwa wako karibu na Mwenyezi Mungu. Yani mahusiano yao pamoja na Mwenyezi Mungu yapo karibu mno. Tunaambiwa katika mahusiano kuna mahusiano ya aina mbili. Kuna mahusiano yenye kudumu, lakini kuna mahusiano yenye kukatika. Mahusiano yenye kudumu ni yale ambayo ni ya sisi kwa sisi, yani sisi waja kwa waja. Ni yale mahusiano ya muda tu, tunakuwa tunaamiliana wenyewe kwa wenyewe, lakini mahusiano hayo ni yenye kuweza kukatika. Lakini mahusiano yenye kuweza kudumu ni mahusiano yetu sisi pamoja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wewe utachagua utakuwa katika mahusiano gani? Mahusiano yenye kuweza kukatika ama mahusiano yenye kuweza kudumu, kuweka alaka yako, yani kujikita kuwa karibu sana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tutakapojikita kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio tutaweza kufikia daraja ya ucha Mungu, kuachana na yale ambayo yasiyapenda na kuyaridhia. Billahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kucomment, kulike na kushare katika channel yetu hii ya Rapta Channel.